Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, hamjambo. Karibu katika mwendelezo wa matukio nchini Tanzania. Vile mnajua, Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ni amiri jeshi mkuu. Anapoendelea na majukumu yake Ikulu ameweza kushambuliwa. Ikumbukwe ya kwamba jana Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa anasherekea miaka yake ya kuzaliwa baada ya kufikisha miaka 66, na ni sherehe ambayo ilikuwa ya mwendo wa kasi, maana aliamua kufungua mambo ya upanzi wa miti wakati alikuwa anasherekea miaka 66. Lakini licha ya kuwa amiri jeshi mkuu, licha ya kuendelea na majukumu yake Ikulu, licha ya kusherekea miaka yake 66, aliweza kushambuliwa ghafla. Nani alimshambulia na ni kivipi aliweza kushambuliwa? Kuna kiongozi kutoka mrengo upinzani ambaye anaitwa Godbless Lema, alienda katika mtandao wake wa kijamii wa Twitter, ukipenda X nowadays, aliweza kumshambulia rais ambaye ni amiri jeshi mkuu Samia Suluhu Hassan wakati alikuwa anasherehekea miaka yake 66, huku akiandika hivi. Naomba tusome ujumbe wa kumshambulia Rais Samia Suluhu Hassan. Aliandika hivi. Huyu ni Godbless Lema ambaye ni mwanasiasa wa mrengo upinzani. Leo unasherehekea siku yako ya kuzaliwa, na ninafurahi kwa sababu ninajua inakupa kujua dhamani ya uhai na maisha. Bila uhai, sherehe hii haiwezi kuwepo. Kuna watu wengi sana wangependa kufurahia siku kama yako, lakini wapo waliokatishiwa maisha, wengine wakiwa bado wadogo sana. Alikuwa anamaanisha kuna wale ambao waliangamizwa wakati alikuwa anawania kiti cha urais 29 Oktoba mwaka jana, walikatishiwa maisha wakiwa wadogo hata kufikisha miaka ambayo alikuwa anasherekea. Ni kumshambulia tu. Akaendelea kuandika kwa kusema ya kwamba wakati unakata keki yako, kumbuka kwamba kuna wazazi na ndugu wanatafuta watoto wao bila matumaini ya kuwapata, sio kwa ajili ya sherehe ya birthday, bali wanatamani angalau kupata miili ya ndugu zao hata kama wamekufa. Just imagine a too happy birthday. Yani, kuna baadhi ya familia Tanzania ambazo kufikia sasa hawajafaulu kupata miili ya watoto wao baada ya kuangamizwa kufuatia maandamano yaliyotanda nchini Tanzania. Anamshambulia Suluhu, wakati unapoendelea kusherekea miaka yako 66, hakikisha ya kwamba miili ya familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao wamepata miili, kwa sababu unaposherekea na wao wajue mtoto wangu alizikwa hapa, aliangamia baada ya maandamano kutanda katika taifa la Tanzania. Aliweza kumshambulia pakubwa. Na kuna mwingine ambaye aliamua kumshambulia, anaitwa Rose Mayemba ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Chadema eneo lile la Mjombe, naye aliweza kumshambulia hivi. Naomba kusoma kila ambacho aliweza kuandika, lakini unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Tusome kile ambacho mwenyekiti wa Chadema eneo lile la Mjombe region Rose Mayemba naye aliweza kuandika katika mtandao wake wa Facebook. Akasema hivi: nasikia leo unasherekea siku ya kuzaliwa kwako, nami napenda kutuma siku hii kukukumbusha mambo kadhaa. Yani alikuwa anamaanisha yanamhusu huyu mwanamke. 1. Matendo yako yamethibitishia dunia kwamba kumiliki tumbo la uzazi pekee sio ishara ya uwepo wa huruma. Matendo yako yanatukumbusha kwamba hata ng'ombe naye anazaa. Mauaji ya kutisha uliyoyafanya, alikuwa anamshambulia kwamba ni yeye ndiye alihusika katika mauaji wakati wa maandamano. Mauaji ya kutisha uliyoyafanya yanadhihirisha kwamba kumbe utu, huruma, upendo na unyenyekevu
haukai kwenye maumbile. Mwanamke na mwanaume wote wanaweza kufanya chochote wakiamua. Umetusaidia kujielimisha zaidi kwamba mwanamke aliyenyimwa maarifa ni mbaya kuliko mwanaume asiye na akili kabisa. Wewe ni mfano mbaya wa wanawake walioshindwa kujielimisha hata walipopata fursa ya kufanya hivyo. Hata kutandika kitanda nako kuna hitaji ujuzi. Siendelei kusoma. Umesikia vile alikuwa anamshambulia Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa swali ambalo tunajiuliza, kwa nini Samia anashambuliwa na mrengo wa upinzani kupitia Godbless Lema na huyu ambaye anaitwa Rose Mayemba? One, ni kwa sababu ya siasa. Siasa za Tanzania zimechukua mkondo mwingine. Chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan waliamua kumfungia Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa Chadema. Yuko gerezani, hakuruhusiwa kuwania hata kiti cha urais kwa sababu ya siasa. Na hawa kutoka mrengo wa upinzani hawawezi kuridhika, hawawezi kufurahia kitendo cha Samia Suluhu Hassan kuendelea kumshikilia Tundu Lissu gerezani na kumshitaki kwa makosa ya uhaini ambayo kulingana na mrengo wa upinzani hawakuhusishwa ama hawakufanya uhaini. Kulingana na sheria za Tanzania, uhaini hamna dhamana, ukipatikana na kosa hilo ni kifo. Sasa hawawezi kufurahia wakati Samia Suluhu Hassan anafurahia na kusherekea miaka yake 66 na wao wanaendelea kuteseka na kupitia magumu na changamoto za hapa na pale. Ndio maana wanamshambulia Samia Suluhu Hassan, ni kwa sababu ya siasa. Number 2 ni ukosefu wa haki na uwajibikaji kutendeka dhidi ya familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao na wale ambao waliweza kujeruhiwa. Kufikia sasa serikali haijatamka lolote kuhusiana kwamba watatoa fidia kwa wale ambao waliangamia na wale ambao waliweza kujeruhiwa wakati wa maandamano yaliyofanyika nchini Tanzania mwaka jana wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Jambo hili ndilo limeweza kusababisha uvamizi mkubwa kutanda kwa Samia Suluhu Hassan. Mrengo wa upinzani hawawezi kumkubali. Kufikia sasa kuna familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao, lakini haki bado haijatendeka. Kuna wale ambao wanaendelea kuua katika hospitali mbalimbali, lakini hamna haki ama fidia yoyote ambayo imetolewa kwa familia hizi zote. Ndio maana wanaendelea kutoa mashambulizi kwa Samia Suluhu Hassan. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania, na kuomba tukiwa unatazama lakini bado hauja subscribe kama wewe ni mgeni, ingia na viatu pasipokuwa na wowote na subscribe. Sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen, let's meet in the next video. Bye bye.